Okay, bila shaka umekutana na hii habari ambayo inamhusu panya kutoka Tanzania. Panya ambaye amevunja rekodi ya dunia kwa kugundua vilipuzi vingi zaidi, akivunja rekodi ya panya wengine ambao wamewahi kufanyishwa kazi kama hiyo. Sasa huyu panya kutoka Tanzania inaelezwa nini juu yake? Ni kwamba panya Lonini ameweka rekodi mpya ya kugundua mabomu ya ardhini baada ya kubaini vilipuzi 109 na mabaki mengine 15 ya silaha katika mkoa wa Siem Reap nchini Cambodia. Na mafanikio haya yamefikiwa kati ya Agosti 2021 hadi Februari 2025 na kumfanya kuwa panya aliyegundua mabomu mengi zaidi duniani. Sasa ni kwamba Lonini aliyekuzwa kupitia mpango wa mafunzo wa shirika la kutoa misaada ya kutegua mabomu yaliyotegwa ardhini lililo na makao yake nchini Ubelgiji la Apopo, alizaliwa Agosti 13, 2019 na ni hapa Tanzania pale mkoani Morogoro, na ameipiku rekodi ya awali iliyoshikiliwa na panya Magawa ambaye pia alizaliwa Tanzania. Na itakumbukwa kuwa Magawa bana alistaafu mwaka 2021 na alikuwa amegundua mabomu 71 ya ardhini katika kipindi cha utumishi wake wa miaka 5 kabla ya kustaafu mwaka huo wa 2021. Sasa ni kwamba shirika la Apopo limekuwa likiwafundisha panya wa Afrika, African Giant Pocholats, kwa zaidi ya miongo miwili ili kuwasaidia watu wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na mabomu ya ardhini. Panya hawa wanatumia uwezo wao wa harufu kali kugundua vilipuzi vilivyofichwa ardhini bila kuhatarisha maisha yao, kwani uzito wao mdogo hauwezi kusababisha mlipuko. Sasa ni kwamba kwa mujibu wa Lily Shalom, manager wa mawasiliano wa Apopo, Lonini ameonyesha kiwango cha juu cha umakini na bidii, na ameeleza kuwa anapenda kazi yake na huiona kama mchezo wa kutatua changamoto, alisema manager huyo Shalom. Sasa ni kwamba mbali na kugundua mabomu, baadhi ya panya wa Apopo pia hutumiwa kusaidia katika utambuzi wa ugonjwa wa kifua kikuu katika hospitali mbalimbali, wakiharakisha zaidi mchakato huo wa kiuchunguzi katika maeneo yenye rasilimali chache. Kwa hivyo huwa hawafanyi kazi tu ya kuangalia mabomu ardhini, bali pia huwa wanasaidia katika utambuzi wa ugonjwa wa kifua kikuu katika hospitali ambazo hazina rasilimali za kutosha katika ufanyaji wa kazi hiyo. Sasa ni kwamba Lonini ambaye kwa sasa ana miaka 5 anaendelea na kazi yake huku akitunzwa na wataalamu wa Apopo, na imeelezwa kuwa anapendelea zaidi kula vitafunwa vya maparachichi, ndizi na kalanga, na hutumia muda wake mwingi sana wa mapumziko kucheza michezo ya kutafuta vitu. Kwa hiyo ni kwamba ni panya ambaye anapenda kazi yake sana. Sasa ninajua utakuwa umeshangaa, panya kutoka Tanzania kavunja rekodi ya dunia kwenye kutegua mabomu tena huko Cambodia, imekuaje? Ni kwamba hawa panya bana ni wanazalishwa hapa Tanzania, Morogoro pale katika chuo kimoja cha SUA. Sasa ni kwamba panya hawa wanapokuwa wamefikia kiwango fulani, basi wanachukuliwa na baadhi ya watu ambao wanahitaji kuwatumia, na kuna namna ambavyo makubaliano ya haya huwa yanafanyika kwa kufuata taratibu zilizowekwa na mamlaka husika. Kwa hiyo ni kwamba huwa wanachukuliwa kwa ajili ya kufanya kazi katika maeneo yenye uhitaji wa panya hao. Si panya tu, lakini pia hata mifugo wengine wanapewa training ama wanapewa mafunzo na wanafanya kazi kama ambavyo inatakikana au wanahitajika kufanya. Mimi ni Mtusafi AK Mpoa. Hii ni Fun Facts. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao mingine ya kijamii. Instagram na Facebook tunatumia Mtupoa, lakini kule TikTok tunatumia Mtusafi. Hapa YouTube ni Simulizi Forum TV. Bye bye, tukutane wakati mwingine.